Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, na kukaribisha katika kipindi cha Tufunge Safari. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya mchakato mzima kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Mimi ni Esther Amandos Zelamula, karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura, ndio kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kama ilivyobainishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambao ndio wasimamizi wakuu wa uchaguzi mkuu. Katika kipindi cha leo niko na Bwana Patrick Kipangula. Yeye ni kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati, lakini ni miongoni mwa ile kamati inayofuatilia mwenendo mzima wa waandishi wa habari katika kuripoti habari za uchaguzi mkuu. Karibu sana. Asante sana. Naam, kwa kuanza kipindi chetu Bwana Kipangula, kabla hatujaenda kwenye mada ambayo inazungumzia mchango wa waandishi wa habari katika kufanikisha uchaguzi mkuu, kwanza tufahamishe bodi ya ithibati majukumu yake ni yapi? Labda ni kushukuru ndugu mtangazaji kwanza kwa kufika hapa ofisini kwetu. Najua umeshafika mara kadhaa kwenye michakato ile ya ithibati. Lakini karibu tena kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri kabisa. Labda nianze tu kwa kusema kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kama tunavyofahamu kwa sasa ni taasisi ambayo imeundwa kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari sura ya 229 ya mwaka 2016. Na sheria ile imeipa majukumu bodi, majukumu mengi tu, lakini jukumu mojawapo kwanza ni kutoa ithibati kwa waandishi wa habari ambao wamekidhi vigezo vile ambavyo vimeainishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo jingine kubwa la msingi ambalo bodi imepewa kwa mujibu wa sheria ni kusimamia maadili ya waandishi wa habari. Hasa maadili ni katika kipindi chote wakati waandishi wa habari wanafanya kazi. Kwa hiyo hayo ndio majukumu makubwa ambayo bodi imepewa. Lakini jukumu nyingine ni kufanya mafunzo au kutoa mafunzo mbalimbali kwa waandishi wa habari kuhusu maendeleo ya taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo ndio majukumu ya msingi kabisa machache ambayo naweza kuyataja kwa sasa ambayo bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imepewa. Asante sana. Sasa katika swala zima la kamati ambayo inafuatilia huu mwenendo wa vyombo vya habari katika kuripoti uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, je, katika masuala ya uadilifu wa kuripoti, je, vyombo vya habari vinazingatia maadili ya uandishi wa habari bila upendeleo wa kisiasa? Hapa pia unaweza kugusia kama taarifa zinazotolewa zinathibitishwa kabla ya kuchapishwa au kurushwa hewani. Labda kabla ya kueleza hilo niseme kidogo kuhusu ile kamati. Kwamba sawa kabisa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuona umuhimu wa vyombo vya habari na waandishi wa habari katika kufanikisha masuala ya uchaguzi, basi iliandaa mwongozo. Na ule mwongozo uliandaliwa kwa kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Shule Kuu ya Uandishi wa Habari. Kwa kushirikiana na chuo hicho kuna mwongozo uliandaliwa. Sasa ndani ya ule mwongozo unatoa maelekezo kwamba kuwe na kamati ya kufuatilia haya masuala ya uandishi wa habari na vyombo vya habari katika kipindi chote cha uchaguzi. Kwa hiyo kuna ule mwongozo umeandaa pia mpaka na majukumu ya taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na masuala ya habari, kufuatilia mwenendo wa vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari. Na kamati hiyo tayari inafanya kazi na inakutana kila wiki kujadili na kutafakari mambo yaliyojitokeza katika vyombo vya habari na kutoa mwelekeo na kutoa maelekezo na kushauri vitu gani vifanyike ili tuwe na utulivu wakati wa kuelekea uchaguzi hasa katika vyombo vya habari. Sasa umesema kwamba kuna uadilifu, taarifa zinazotolewa zina uwiano na masuala mengine. Mimi niseme tu labda hii kamati sasa imechangia kwa kiwango kikubwa sana katika kuweka uadilifu kwenye vyombo vya habari. Na tunaposema vyombo vya habari maana yake kuna kategori kama 2-3 hivi. Kuna vyombo vya habari vya kielektroniki, kuna vyombo vya habari vya machapisho kwa maana ya magazeti, lakini kuna mitandao ya kijamii. Vyote hivyo ni vyombo vya habari. Na kimsingi katika kutafakari sasa na katika kufuatilia katika kipindi chote ambacho kamati imekuwa ikifuatilia, tumeona
vyombo vya habari hasa vile tunasema mainstream media vimekuwa vikijitahidi sana kuandika habari kwa kuzingatia weledi wa taaluma pamoja na kuzingatia masuala yote ambayo kwa kweli ni ya msingi sana katika uandishi wa habari. Tunapata changamoto kubwa kidogo kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu huko tunasema ni cyber space ambapo mtu yote anaweza kaandika chochote, akafanya chochote. Lakini huko nako tunaendelea kufuatilia kuona namna gani watu wanazingatia maadili, lakini pia kwenye mainstream media kwa kweli changamoto zake ni ndogo sana, na ikiwezekana pia watu tunasema kwa mfano wiki iliyopita kulikuwa hakuna changamoto yoyote ambayo imejitokeza kwenye vyombo vya habari kwenye mainstream media. Kwenye cyber space huko kwenye mitandao ya kijamii ndio kuna baadhi ya changamoto ambazo zinaendelea kushughulikiwa pia. Sasa kwenye uwiano pia tumeona kwenye habari vingi wagombea wote wanapata nafasi kwenye vyombo vya habari. Hata mtangazaji utakuwa shahidi ni kwamba kwa kweli wagombea wote wamekuwa wakipata nafasi. Ukisikiliza redio, ukisikiliza television, ukiangalia magazeti yanavyoandikwa, kwa kweli vyama vyote vya siasa vimekuwa vikipewa nafasi ya kutangaza sera zao, kueleza plani zao katika kuelekea uchaguzi. Na katika kampeni pia vimekuwa vikiwa ripotiwa kwa kweli kwa uwiano unaotakiwa. Kwa hiyo hamjapata changamoto yoyote kwamba kuna vipindi hivi makala zinaakisi huo uwiano kwa vyama vyote au labda kuna sehemu kuna sintofahamu? Mimi nasema kwa sababu kwenye ile kamati tulipeana maelekezo, kwa sababu tunakutana na wahariri pia. Tulipeana maelekezo kwamba wahariri wawape vyama vyote nafasi sawa. Lakini pia kuna kitu ambacho kipo ni kwamba kuna vyama vingine vina uwezo wa kulipia vipindi zaidi. Kwa mfano kuna chama kina fedha nyingi, kuna vipindi vile vya kulipia ambavyo mtu analipia kutokana na uwezo wake. Sasa hiyo hatuwezi kuisemea, lakini kama vyombo vya habari na wahariri kwa kweli wamekuwa wakiwapa nafasi sawa watu wote kwa vile vipindi ambavyo ni vya bure. Vile vipindi vya bure kwa kweli wamekuwa wakipata nafasi sawa. Kwa kama chama kijitokeza maana itakuwa ni changamoto yake yenyewe, lakini kuna vile ambavyo vya kulipia sasa kweli chama chenye uwezo ndio kinaweza kikalipia na kuweza kueleza sera zao. Wakati mnaendelea kufuatilia mwenendo wa kuripoti wa vyombo vya habari, kuna swala la kuepuka chuki au lugha za chuki na uchochezi. Je, mmefuatilia vile vyombo vya habari vinaepuka kutumia hizo lugha za chuki, ubaguzi wa kijinsia, masuala ya kidini, kikabila? Wamezingatia wakati mnafuatilia? Labda hapa kwa kweli nivipongeze sana vyombo vya habari. Kwa kweli nivipongeze sana kwa sababu hatujapata taarifa za chombo cha habari ambazo kweli kinatangaza au kinaeneza habari za chuki, habari za ubaguzi, habari ambazo kwa kweli zinaweza zikatuvuruga. Kwa kweli hatujapata chombo cha habari chochote ambacho kinafanya hivyo. Kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyosema kweli kuna changamoto hiyo. Kuna matusi, kuna nini, lakini hiyo mara nyingi sio vyombo vya habari. Mara nyingi ni peji za watu binafsi ambao wanafanya mambo yao binafsi huko. Lakini kama chombo cha habari, kama vyombo vya habari, kwa kweli hatujapata hiyo changamoto. Na ukiona kuna chombo cha habari ambacho labda pengine YouTube kwa inatoa maneno yake inakuwa kwanza haijasajiliwa. Watu wengine wanafanya wanakuwa hawajasajiliwa. Nao pia ambao hawajasajiliwa maana yake wanafanya kazi kinyume na sheria. Kwa hiyo pia nayo sheria inafuata mkondo wake. Kama mtu hajasajili basi sheria inafuata mkondo wake na kumfuatilia na kuona kwa nini hajasajili, na anaweza pia hata akapata changamoto ya kisheria. Lakini kwa vile vyombo vya habari ambavyo kweli vimesajiliwa na vinafanya kazi kama vyombo vya habari, kwa kweli hatujapata changamoto yoyote ya ubaguzi, ya chuki, wala masuala yote ambayo yanaweza kutuvuruga kama kuvuruga amani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Umesema kwamba katika mitandao ya kijamii ipo ambayo haifuati taratibu. Na je, mmebaini kwamba katika baadhi ya mitandao ambayo inakiuka taratibu za kuripoti kipindi cha uchaguzi, kama haikuwajibika ipasavyo, ni hatua gani mmechukua ili kudhibiti hayo yasiendelee kutokea? Kuna hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa na mamlaka zinazohusika sasa. Sio sisi bodi sasa, maana sisi tunadili na waandishi wa habari. Lakini kwa vile vyombo ambavyo vinatoa hizo taarifa au vinafanya kazi bila kujisajili, maana kuna mamlaka zinazohusika
ambazo ni mamlaka ya mawasiliano na kwa kushirikiana na mamlaka nyingine kama polisi na mamlaka nyingine. Hao sasa ndio wanafanya hiyo kazi ya kufuatilia na kubaini hao wote ambao wanaendesha hiyo mitandao ya kijamii kama vyombo vya habari ambavyo havijasajiliwa. Ya, kwa hiyo kazi inaendelea pia na kuna vyombo vingi tu ambavyo tayari wameshavibaini na tayari wanaendelea kuchukua hatua kwa hivyo ambavyo havijasajiliwa rasmi kisheria. Licha ya bodi ya ithibati ndio kuwa katika kamati ya kufuatilia mwenendo wa vyombo vya habari katika kuripoti habari za uchaguzi, lakini inahusika moja kwa moja na kusajili pamoja na kuthibitisha waandishi wa habari. Sasa ni namna gani na dhibiti waandishi wasio na sifa na kuripoti wakati wa uchaguzi? Labda hilo niseme tu kwamba kwanza ni wapongeze watu wa INEC. Ndio. Wamefanya kazi kubwa, wameandaa mfumo ambao ule mfumo sasa kuna vyombo vya habari vinasajili kwenye huo mfumo na waandishi wa habari wanasajili kwenye huo mfumo. Kwa chombo kinasajili chombo pamoja na waandishi wake wa habari. Ndio. Na tunashirikiana na INEC pia kwa sababu wao wanaposajili hawajui nani ana ithibati na nani hana ithibati. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba wao baada ya vyombo vya habari kusajili kule na waandishi wa habari kusajili kule, wanatuletea sisi bodi kuthibitisha kwamba kweli hao waandishi ambao wanataka kuripoti masuala ya uchaguzi wana ithibati. Kwa hiyo zoezi zinaendelea mpaka sasa hivi, tunaendelea nao. Na niseme tu cha kusikitisha kidogo ni kwamba bado watu wamewaandikisha kule waandishi wa habari ambao hawana ithibati. Kitu ambacho tulitangaza, jamani, wakati wa uchaguzi waandishi wote wa habari wawe na ithibati ndio wafanye kazi za kihabari. Lakini au pia niseme tu kwamba maombi yao hayatashughulikiwa kwa sababu wamechomekea watu ambao hawana ithibati. Kwa wale wote ambao wana ithibati kwa kweli watakuwa na uwezo wa kuripoti kipindi chote cha uchaguzi. Nasi tunashirikiana kwa karibu sana na INEC na tunatoa hiyo ithibati kwa wale wote ambao wanastahili kupewa. Lakini umezungumza hapa kwamba hawatapewa ushirikiano wale ambao hawana ithibati. Ndio. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba bado kuna waandishi ambao hawana ithibati na wanaendelea kufanya majukumu yao ya kihabari. Licha ya kwamba hiki ni kipindi cha uchaguzi na kuna udhibiti wakati wa uchaguzi. Lakini katika ule mpango wa kudumu mnadhani hili swala la ithibati, iwapo kuna wanahabari ambao wanaendelea kufanya shughuli za kihabari bila kuwa na ithibati ambayo imethibitishwa na bodi yako, ni nini mnadhani wanatakiwa kufanya au nini ambacho mmepanga kufanya ili kuhakikisha kwamba hii hali haitajitokeza kabisa? Na labda niseme tu kwamba tumejipanga. Na ndio maana kwanza kuwabaini tu kwamba hawa wamechomekewa kwenye huo mfumo ni kujipanga. Na hii pia kama unakumbuka, kama ulikuwepo kwenye kikao kilichopita cha wahariri, nilizungumza nikasema, jamani wahariri, bado mnawaficha wale watu ambao hawana ithibati na mnaendelea kufanya nao kazi. Lakini sisi bodi tutajipanga na tutapita kwenye vyombo vya habari kufanya ukaguzi, kujua nani ana ithibati na nani hana ithibati, ili kuweza kulisisitiza hili na kuhakikisha kwamba kila mtu anayefanya kazi za kihabari basi anazingatia yale matakwa ya kisheria ambayo yapo. Maana yake tukiendelea namna hii, maana kuna watu watakuwa wanajificha wanafanya kazi za kihabari ambao hawana ithibati, jambo ambalo pia litawaumiza wale wenye ithibati kwamba mimi na ithibati, nafanya kazi kwa kuzingatia maadili, kwa kuzingatia sheria, lakini kuna mwingine amejificha kwa nyuma anafanya kazi hana ithibati. Kwa hiyo litamuumiza yule ambaye ana ithibati kwamba kumbe kuna watu wanafanya. Lakini sisi kama bodi tumejipanga, tutapita ukagua. Kwenu pia tutapita ukagua. Kwa hiyo kama wapo basi watoke tu kabla hatujapita, kwa sababu kama ni ambavyo nimewahi kusema hapo nyuma kwamba sheria inasema kufanya kazi bila ithibati ni kosa la kisheria, ni kosa la jinai. Kama ni kosa la jinai, maana yake mtu anaweza kupata madhara, aidha kupelekwa mahakamani, akikutwa na hatia atafungwa, kitu ambacho kitakuwa ni usumbufu. Sasa kwa nini mtu usijiandae mapema? Na ni sifa ndogo tu ya kuwa na diploma, ukapata hiyo ithibati. Na wewe umepitia hilo zoezi, umequalify, umepitia, unafanya kazi kwa raha, una amani, ndio maana umekuja hata bodi na amani zote kabisa. Kwa hiyo ina maana hakutakuwa na
ule utaratibu kwamba kuna baadhi ya wanahabari wametumikia vyombo kwa muda mrefu, hawana labda hizo qualifications zinazotakiwa, lakini wana experience, yani uzoefu muda, mnawafikiria au wote wanatakiwa waende nao wakasome? Sasa kufikiria inategemeana, kama nilivyokuwa nimesema hapo awali kwamba kuna mwongozo utaandaliwa, ambao huo mwongozo utasema nani ana qualify kwenye hicho kigezo na nani ha qualify. Lakini umri sio kigezo cha kutokwenda shule, kwa sababu kuna watu ambao ni watu wazima tu na wanasoma watu wana umri mkubwa tu wanasoma. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, kigezo cha kwanza ni kuwa na elimu ile ambayo inatakiwa. Hii nyingine ni kitu cha ziada tu, kwamba sasa unakuwa favored. Kwa nini usubiri kuwa favored wakati uwezo wa kwenda shule ulikuwepo? Na sheria ilitoa kipindi cha mpito cha miaka 5, lakini ikapita miaka 4 tena. Kwa hiyo tuna miaka 9 au karibu wa 10 watu waende wakasome ili wapate qualification. Kwa hiyo kama mtu hakutumia hicho kipindi, basi saa hizi kwa kweli atatusamehe akasome, akishasoma basi arudi aendelee na kazi, kitu ambacho ni kitu tunasema elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Naam. Tukirudi kwenye swala letu la uchaguzi, kuna hili swala la amani na utulivu na kulinda ustawi wa nchi yetu. Ni namna gani bodi ya ithibati inahamasisha wanahabari katika swala zima kuhakikisha kwamba inapiga kelele swala la amani na utulivu wa nchi, hususan katika kipindi cha uchaguzi hata baada ya uchaguzi? Labda ni kwa kuzingatia hilo, kwanza niseme waandishi wa habari ni watu muhimu sana katika nchi yoyote ile, na mara nyingi inasema kwamba taaluma ya waandishi wa habari au waandishi wa habari ni kama tunasema ni fourth estate. Ni fourth estate isiyo rasmi, yani muhimili usio rasmi, ni muhimili wa 4 usio rasmi. Na kama ni muhimili wa 4 usio rasmi, ni watu muhimu sana ambao kwanza wana kazi kubwa ya kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya uchaguzi. Lakini pili, wana kazi kubwa sana ya kutangaza amani kipindi chote cha uchaguzi. Kwa hiyo labda niseme tu kwamba kama bodi nitoe wito kwa waandishi wa habari wote katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, basi tutangaze amani, tutoe elimu ambayo itasaidia watu wakapige kura kwanza, wajitokeze kupiga kura. Lakini pia tujiepushe na zile taarifa ambazo sio sahihi, zile ambazo zinaweza zikapotosha umma, zile ambazo zinaweza zikaleta vurugu. Manake kukitokea vurugu hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Ni hii ndio nchi yetu, ndio tupo hapa. Ikitokea vurugu kwa kweli hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Hata wewe kungekuwa kuna vurugu usingetapata nafasi ya kuja hapa kufanya kazi. Kwa hiyo wote kama waandishi wa habari tuna kazi kubwa, kwa sababu uandishi wa habari ni tunasema ni link, ni daraja kati ya wananchi na serikali, lakini na wao wenyewe. Lakini pia nitoe wito kwamba sisi kama waandishi wa habari pia na sisi tupige kura. Sio tunaenda tuna kamera pale vituo vya kupiga kura, wewe hujapiga kura. Sisi wenyewe tuwe wa kwanza kupiga kura. Piga kura, endelea na kazi yako ya uandishi wa habari siku ya kupiga kura. Kwa hiyo ni watu muhimu sana, na ni watu ambao wanaweza wakafanya kazi kubwa ya kutangaza amani ya nchi, lakini pia kujiepusha na propaganda ambazo sio za msingi, ambazo zinaweza kutuletea vurugu kwenye nchi yetu. Kama nilivyosema kwamba tuna nchi moja tu, Tanzania, hatuna nchi nyingine, hatuna hapa kukimbilia. Hapa ndio kwetu, hapa ndio kwa baba na mama, hapa ndio kwa bibi na babu. Kwa hiyo ni nchi ambayo tunataka kuilinda kama sisi, ili tuweze kukaa katika hali ya utulivu, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Waandishi wa habari, jukumu letu ni kuelimisha, kuhabarisha, lakini kipindi hiki cha uchaguzi tunapaswa kupiga kelele kuhusu swala la amani na utulivu. Lakini mmemsikia hapa Bwana Kipangula anasema kwamba sisi tumezoea kuwatangazia wenzetu, kupiga picha, jamani hao wanapiga kura na sisi tukapige kura, kwa sababu ni haki yetu ya msingi, haki ya kidemokrasia kuchagua viongozi ambao tunaona wanafaa na ambao wanaweza kutuletea maendeleo. Tubaki hapo hapo kwenye swala la amani, kwa sababu amani na utulivu ndio muhimili wa mambo mengine yote kufanyika. Unawaambia nini viongozi wa dini? Viongozi wa dini ambao wanawaamini wengi katika maeneo yao ya ibada. Unawaambia nini katika kuhamasisha hili swala la amani na utulivu? Viongozi wa dini nao ni sehemu muhimu sana katika jamii, kwa sababu
viongozi wa dini wana watu. Ndio. Na kiongozi wa dini akisema kitu anaaminika. Na ukiaminika maana yake unaweza ukasema kitu ambacho kitaleta mwelekeo mzuri au mwelekeo mbaya. Sasa katika kipindi hiki cha uchaguzi basi viongozi wa dini wajitahidi kutangaza amani na utulivu. Na wakipata nafasi wahamasishe waumini wao wakapige kura. Na licha ya kupiga kura wakapige kura, lakini wakapige kura kwa amani. Ili sasa nchi yetu iwe na amani, kwa sababu pia nchi ikivurugwa hata waumini hawataenda kanisani kabisa. Hata waumini watakosa sehemu za kwenda kufanya ibada. Kwa hiyo ni muhimu sana na wao pia wakalisitiza ili waumini waendelee kuwa na utulivu, waendelee kufanya ibada, waendelee kuhudhuria makanisani. Ni jambo la msingi sana. Na hata sadaka pia zitakuwa zipo za kutoa. Manake waumini wasipokuja kanisani sadaka utapata wapi? Wasipoenda misikitini sadaka utapata wapi? Kwa hiyo ni muhimu sana viongozi wote wa dini zote wajitahidi kuhimiza amani na utulivu ili nchi yetu iweze kutulia. Na kuachana na propaganda ambazo sio sahihi ambazo zinaweza kuleta vurugu kwenye nchi yetu. Naam. Labda kwa kumalizia sasa. Ndio. Tunaelewa jukumu lenu uzito wa kamati ya kufuatilia mwenendo wa vyombo vya habari katika kuripoti uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Unawaambia nini sasa hususan wanasiasa sasa wenyewe ambao wale ndio wamejikita na wanaendelea na kampeni kunadi sera zao ili wananchi waweze kuangalia ni nani anafaa kuongoza nchi hii? Unawaambia nini katika mwendelezo wao wa kampeni wa kunadi sera? Wanasiasa nao pia manake wanasiasa ndio muda wao sasa. Ndio muda wao wa kunadi sera zao, kunadi vipaumbele vyao. Watafanyia nini wananchi tukiwachagua. Kwa hiyo na wao pia ni kuwaomba tu kwamba katika sera zao sasa wanadi sera na sio kunadi chuki, sio kunadi matusi, sio kunadi vitu ambavyo havina msingi katika jamii. Wanadi sera zao za msingi na ilani zao za uchaguzi wazinadi vizuri ili sasa wananchi wapate kuwaelewa ili waweze kuwachagua kuweza kuongoza serikali. Lakini pia wajiepushe pia na masuala ambayo yatavuruga amani ya nchi. Wajiepushe nayo kwa sababu hata wao pia kukiwa na vurugu hawana kwa kwenda. Otherwise labda wawe na kitu kingine nje, lakini kwa maana hiyo manake hata hizo kampeni ukiwa na vurugu huwezi kufanya kampeni, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo ni muhimu sana na wao pia wawe ni wao kwanza wanatakiwa wawe wa kwanza kutangaza amani na utulivu ili sasa waweze kutawala vizuri. Hata ukipita basi unatawala vizuri. Lakini ukiwa unatangaza chuki, unatangaza matusi, unatangaza sera ambazo hazieleweki, basi changamoto inaweza kuwa kubwa sana hapo baadaye. Asante sana. Kwa kumalizia sasa. Ndio. Mchakato wa uchaguzi au kipindi cha kupiga kura kinagusa maeneo mbalimbali, kinagusa makundi mbalimbali. Tuna makundi ya vijana, watu wenye ulemavu, kuna wanawake, viongozi kama hivyo wa kisiasa, wa dini, pamoja na taasisi za kiraia na kadhalika na kadhalika. Kwa ujumla wake unawaambia nini katika swala zima la kuwa na hamasa ya kujitokeza kupiga kura wakati ukifika? Labda niseme wote hao uliowataja ni wadau muhimu sana kwenye uchaguzi. Ni wadau muhimu sana. Na hao wadau sasa wasipotoa elimu, wasipohimiza watu wao kupiga kura, kunaweza kutokea changamoto. Maana pia tunahitaji watu wapige kura. Ili sasa kuwe na uhalali wa watu kuingia madarakani. Kusipopigwa kura maana yake kutakuwa hakuna uhalali watu kuingia madarakani. Kwa hiyo watu wapige kura kwa hizo taasisi zote, magrupu yote, makundi yote, basi wajitokeze kupiga kura ili sasa watumie ile haki yao vizuri, kuchagua wale viongozi ambao wanawataka ili waweze kuwaongoza katika kipindi hicho cha miaka 5 ambayo imetajwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo ni muhimu sana hayo makundi yote yakazingatia hilo. Ni kushukuru sana Bwana Patrick Kipangula, kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati, kwa kuzungumza na Tufunge Safari, kipindi pendwa kabisa kutoka Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, hadi hapa Tufunge Safari haina la ziada. Leo tumezungumzia mchango wa uandishi wa habari katika kufanikisha uchaguzi mkuu.
na Bwana Patrick Kipangula ni miongoni mwa wanakamati ya kufuatilia mwenendo mzima wa vyombo vya habari katika kuripoti uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2025. Mtazamaji, kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura, ndiyo kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Nami kupitia Channel 10, kupitia Tufunge Safari, niseme kwamba haki ya kupiga kura ni haki ya kidemokrasia. Wakati ukifika, basi jitokeze ili nawe uweze kuchagua kiongozi ambaye unaona anaweza kukuletea maendeleo. Hii ni Tufunge Safari, hii ni Channel 10. Shukrani kwako wewe mtazamaji kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Tufunge Safari. Niwashukuru wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, bila kumsahau fundi mitambo Kudra Kitali. Mimi ni Esther Amandus Zelamula. Asante kwa kuwa nami na tukutane wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.